care of the things and people you love, no matter what. Get proper insurance cover today. This is KTN News. Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN siku hii ya Ijumaa. Ni furaha yangu kuweza kuungana nawe. Mimi ni Mashirima Kapombe. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini katika sehemu yetu ya mdahalo tutakuwa tunazungumza na Janet Nangabo ambaye ni mwakilishi wa kike kaunti ya Trans Nzoia, anatetea kiti chake kupitia chama cha Jubilee. Atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na azma yake ya kutaka kupata awamu nyingine ya uongozi kama mwakilishi wa kike wa kaunti ya Trans Nzoia. Kama una swali kwake, nambari ya rafa ni 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News ama @mkapombe. Kwanza tupate vidokezo. Watu 6 wafariki katika ajali ya barabarani huku wengine wakijeruhiwa katika eneo la Kenol, kaunti ya Murang'a. Mtoto wafariki kwenye mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Infield Academy jijini Nairobi. Na Rais Uhuru Kenyatta ameelekea Italia kuhudhuria kongamano la mataifa 7 yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi duniani. Karibu, tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu 6 wameaga dunia kwenye ajali katika barabara ya Kenol Sagana, kaunti ya Murang'a. Ajali hiyo imetokea baada ya matatu walimokuwa wakisafiria kutoka Nairobi kuelekea Meru kugongana na lori. Inadaiwa matatu hiyo iligongana ana kwa ana na lori iliyokuwa ikitoka upande wa Sagana. Abiria 5 walifariki papo hapo, huku mmoja akifariki alipokuwa akipokea matibabu. Majeruhi 5 wanapokea matibabu katika hospitali ya Thika Level 5. Mila yangu ukiwa na hiyo kama hivi hapa. Watu uko Makuyu. Sasa wakati tulikuwa tunatoka kwa kibarua, sisi tuingia kwa matatu ya Meru Nissan. Alafu tukaenda tukapatana na ajali. Lori kubwa ndio ilikuja mbele, tulikuwa imebeba kuni. Sasa ikatugongea upande. Wakati tuligongwa, mafikira ilipotea. Sasa hata mimi sijui nilikuja hapa namna gani. Katika taarifa nyingine ya kusikitisha, mtoto wa miaka 5 ameteketea hadi kufa asubuhi ya kuamkia ama asubuhi ya leo katika mkasa wa moto baada ya shule ya Infield Academy iliyoko Komarok jijini Nairobi kushika moto na kuteketea. Moto huo ulizuka wakati wanafunzi wa shule hiyo walikuwa katika masomo yao ya ziada. Mkasa huo ulizuka mida ya saa 11 asubuhi na ukateketeza paa na orofa ya 4 ambayo ni mabweni. Wanafunzi tayari walikuwa wameondoka kufanya masomo yao ya ziada huku wakimwacha mtoto huyo mchanga usingizini. Mamake marehemu ambaye ni msimamizi wa mabweni hayo katika shule hiyo alikuwa na wakati mgumu kukubali yaliyotokea, kwani alikuwa katika juhudi za kuwaokoa watoto wengine, na katika hali hiyo mwanawe msichana akaungua na kufariki papo hapo. So mama alikuwa anawashughulikia watoto wengine. So by the time anawashughulikia kwenda juu ndio amerealize mtoto alikuwa amebaki ndani. Bahati mbaya akaweza kupumzika, akaweza kufa. We woke up as residents because the school is inside the estate, actually inside the middle of the houses. When we came, we managed to rescue the children because the school is a boarding school. We have rescued some children, but apparently as we were rescuing, we forgot one child.
who is 5 years for the matron. Shukuru watu wa county, this time round wamejaribu kuja haraka. Kama mbeleni hapo inakuwa after 2 hours wanafika. Ya mwisho mimi nitaomba governor. Next time kila sub county ikuwe na fire station yake. Wazima moto waliwasili eneo la mkasa muda chache baada ya moto huo kuzuka. Ingawa chanzo cha moto huo hakijabainika, wakazi wa eneo hilo pamoja na walioshuhudia kisa hicho wanaamini kuwa ulisababishwa na hitilafu ya nyaya za umeme. Wakuu wa shule hiyo hawakupatikana kwa maoni mida ya asubuhi wakati KTN News ilipokuwa katika eneo hilo la mkasa. Shule ya Infield Academy ina wanafunzi kutoka kiwango cha chekechea na wanafunzi kutoka darasa la 5 hadi la 8 kusajiliwa kwa mpango wa malazi. Polisi wameanza uchunguzi kubaini asili ya mkasa huo. Caroline B, KTN News. Tukiachana na hayo, Rais Uhuru Kenyatta ameondoka nchini hii leo kuelekea Taormina huko Italia kuhudhuria mkutano wa 43 wa G7. Rais anatarajiwa kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump miongoni mwa viongozi wengine wa kimataifa. Rais atatoa hotuba kuhusiana na changamoto zinazoletwa na ubunifu kama njia ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya bara Afrika. Kundi la G7 ni mataifa ambayo hukutana kila mwaka kujadiliana masuala ya uongozi wa kiuchumi kimataifa, usalama wa kimataifa na sera za kawi. Mataifa mengine barani Afrika ambayo yamealikwa ni Ethiopia, Tunisia na Nigeria. Na mwanahabari wetu Roslyn Obala yuko huko Italia, atakuwa anatuarifu zaidi kuhusiana na yanayoendelea katika taarifa zetu za baadaye. Lakini tukielekea mahakamani sasa, katika hali inayoonekana kama ya kupuuzilia mbali utendakazi na juhudi za Jaji Mkuu mstaafu Willy Mutunga za kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani, Mahakama ya Juu imefutilia mbali maamuzi ya kesi 400 za jinai zilizokuwa zimesikizwa na kauli kukatwa na majaji kadhaa waliokuwa wametwikwa majukumu hayo na aliyekuwa Jaji Mkuu Dr. Willy Mutunga ili kumaliza msongamano wa kesi hizo. Akitoa uamuzi wa Mahakama ya Juu, Jaji Isaac Lenaola, mahakama hiyo imeamuru kusikizwa upya kwa kesi hizo 400 baada ya kutoa uamuzi kwamba jopo la majaji hao kusikiza kesi za jinai halikuundwa kisawasawa kisheria na hivyo basi maamuzi waliofanya sio ya haki. Tuangazie siasa sasa, ambapo muungano wa NASA umefanya mikutano yake katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Pokot Magharibi. Muungano huo umesema kuwa serikali ya Jubilee ndio adui mkubwa wa ugatuzi, hivyo wenyeji wa eneo hilo wakaombwa kupigia NASA kura katika uchaguzi mkuu ujao. Kumekucha, sio? Sasa tumerudi kusema kazi umeanza. Kazi ya kupeleka Jubilee zimeanza, sio? Tarehe 8 mwezi wa 8 ni siku ya mwisho, sio? Sasa jana tulikuwa huko Baringo, tulikuwa Barwesa, tukaenda Marigat, watu wanalia. Leo tumekuja hapa Pokot, watu wanalia. Kwanza wanalia juu ya gharama ya maisha.
Bei ya unga imepanda juu zaidi. Bei ya sukari imeenda juu zaidi. Bei ya maziwa imepanda juu zaidi. Jubilee wanadanganya wa Kenya. Ameleta mahindi kutoka Mexico. Mapinduzi ya unga, sema mapinduzi ya unga. Na jamaa anaosema anakula nyama na sisi wengine wote Penguria tunameza mate. Tunaambia angalau hiyo nyama mnaokula tupatieni kaunga. Angalau unga kama nyinyi mnakula nyama. Lakini tarehe 8 hata nyama wananchi wa Kenya wanawapokonya, kila mwananchi apate kipande chake cha nyama. Tuangazie masuala mengine ambapo hali ya majonzi ilitanda katika chuo kikuu cha Kisii baada ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 23 kumuua mpenzi wake ambaye ni mwanafunzi wa chuo hicho katika hali isiyoeleweka. Inasemekana kijana huyo ambaye ni mhudumu wa bodaboda alimuua Vera Kimuntu na kisha kujitia kitanzi kwa kutumia shuka. Maiti ya Vera ilipatikana ikiwa imefunikwa vizuri kwa blanketi, huku mwili wa Samson Obocha ukiwa umening'inia chumbani mwa Vera, shuka ikiwa shingoni. Inadaiwa Samson aliacha ujumbe kwenye kijikaratasi mezani akisema kuwa hangevumilia mapenzi yao kwenda mrama na akawaomba wazazi wake msamaha. Miili ya wawili hao imehifadhiwa katika chumba cha maiti katika hospitali ya Kisii Level 5. Ni kuelewana, kama msichana kutaki utatafuta mwingine. Hakuna haja ya kuchinyonga. Ni maelewano. Kama mnaelewana tunaweza solve issue, lakini the difference is it is between a bodaboda guy and a university lady. Sasa ninaona ni vibaya sana mwanafunzi kunyongwa na mwana bodaboda. Sasa ninawaambia wanafunzi, yani unaweza ona ni nini kinawaleta hapa, sio mapenzi. Wazazi wanajitahidi sana kuona wanafundisha wazazi wao. Sasa msasa ajui kitu, ni pesa tu analipa. Sasa sinaenda pule, wanafunzi muone kitu mlifanya hapa kufanya. Hivyo niwaambia, take care of yourself. When we entered the building, indeed we confirmed that 2 people are dead, a young man and a young girl. It is true, it is sad for us as a university because the young girl is a member of our family. She is a year 2 student of education. And it is sad because she's lost her life in circumstances that we don't understand. The letter of the gentleman who killed her only said, "Mom, Dad, brothers and sisters, I am sorry. I loved her so much, she made me do it. I killed her and killed myself." Tukiachana na hayo, waziri wa ardhi Profesa Jacob Kaimenyi alifanya ziara ya kushtukiza katika afisi za ardhi tawi la kaunti ya Embu, ambapo hakupendezwa na namna huduma zinavyotolewa na hata kutohudhuria kazini kwa maafisa wa ardhi. Zaidi alishangazwa na namna stakabadhi muhimu kama nakala za vyeti vya umiliki wa ardhi zilivyotapakaa sakafuni, huku maafisa wachache wakiwa afisini, wengine wasijulikane waliko. Waziri Kaimenyi ametoa onyo kali kwa maafisa katika wizara ya ardhi wanaoshirikiana na matapeli wa ardhi kunyakua ardhi za wajane na wakongwe nchini. Onyo hilo linakuja baada ya afisi yake kupokea ripoti kuhusu matapeli hao ambao wanawalaghai wa Kenya ardhi zao. I've also realized, yes, we have challenges with the number of staff. Like in this particular registry, there are supposed to be 14. But today there were almost 50%. To have 50% of the staff or workforce in place on a working day is unacceptable. Kwingineko, jambazi mmoja amepigwa risasi eneo la Heshima, kaunti ya Nakuru na kuaga dunia. Mzee huyo wa makamo alikuwa kwenye genge la watu watatu walioripotiwa kuiba gari mjini Naivasha asubuhi ya leo. Gari aina ya Toyota NZE nambari za usajili KBN 979P lilifuatwa na polisi, na majambazi hao wakaanza kuongeza kasi lakini hawakufua dafu. Majambazi hao waligonga ua la shule ya Triple Vision na gari hilo kubingiria. Kwa mujibu wa OCPD wa Bahati Edward Wafula,
majambazi wawili walitoweka na polisi wanawasaka. These were one of the most wanted criminals who are on police radar, and we were looking for them. The vehicle you see there was circulated, and we got information they were going this side from town, and the information had been reported in Naivasha before. Kwa barabara tukaona gari imekuja imemulika mataa hivi ikakuja ikapiga kona. Kupiga kona tukaona gari yenye ilikuwa nyuma hii askari nyeusi. Hawa wametoka hivi na washuti hivi. Pale kupiga kona hivi ikashutiwa risasi 3 hapo ikamwagika bio. Gari ikapiga kona na ikafuatwa. Ninapongeza polisi kwa hiyo kazi yote yenye wamefanya, kwa sababu mtu anafanya kazi kwa bidii ili apate maisha yake kuwe mzuri, lakini mwingine anadorora tu kwa nyumba apate kwa urahisi. Kampeni zinapotarajiwa kuanza rasmi siku ya Jumapili, vifaa 170 vya kurekodi vimesambazwa. Maafisa wa polisi na wale wa mashtaka sasa wamepokea mafunzo rasmi tayari kukabiliana na visa vya matamshi ya chuki na uchochezi, haswa kutoka kwa wanasiasa. This forum to ensure that we have a free, fair and credible election. I'm also aware that the judiciary has already trained the magistrates, special magistrates who have been trained specifically to handle matters arising from electoral violence, and we as a commission applaud and recognize this initiative. So our officers are properly sensitized, our officers have been given instructions, one of which is establishment of joint command centers across all the 47 counties. This has happened, it is happening, and you continue to resource them to ensure that they're able in real time to monitor what is happening and determine the action that need to be taken. And these command centers, they are fashioned in the same way as we've done the joint command centers in as far as fighting city is concerned. It brings in all the stakeholders who will be sitting and reviewing what has happened and taking decisions that are based on facts and realities on the ground. And we have encouraged the officers to act on early warning signs and to maintain very close links with our peace monitors, the 116 that have been trained so far, and to work also very closely with intelligence, the National Intelligence Service, and our Criminal Intelligence Unit, especially to pick out those we think may cause trouble to the country. Wakenya ndugu zangu, naomba kitu kimoja Wakenya. Na narudia vile nilivyosema wakati wa mkutano ya IBC on election preparedness. Nataka kurudia tena. Ndugu wa Kenya, msiwashangilie wachochezi. Ni watu hatari. Ulimi haina mfupa, lakini huwa na sumu. Msiwashangilie wachochezi. Wakemeeni. Wasikize wote wanaotafuta kura zenu, lakini msiwatukane. Kwenda kwa mkutano ya kisiasa, kusikiza sio kupiga mayowe. Hiyo ndio ustaarabu. Kenya pengine ni nchi ya kipekee ambayo kila miaka 5 watu hujaa maji tumbo kwa sababu ya uchaguzi. Lazima tupindue hii. Zoezi hii ya uchaguzi isije ikawa chanzo ya furugu, ya kifo, kukosa kuelewana na kuuana.
Turejelee taarifa za siasa ambapo mgombea wa kiti cha uwakilishi wa kike cha kaunti ya Uasin Gishu Gladys Boss-Sholei amepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wagombea wa kike walioshindwa katika mchujo wa Jubilee kwa nyadhifa mbalimbali za siasa. Wagombea hao wamesema kuwa wameamua kushirikiana na Bi Sholei ili kuhakikisha kuwa chama cha Jubilee kinashinda katika uchaguzi mkuu ujao. Haya yanajiri huku Bi Sholei akipuuzilia mbali ripoti ya mashirika yasiyokuwa mashirika ya jamii kumworodhesha miongoni mwa wanasiasa 20 ambao mashirika hayo yalipendekeza wasigombee nyadhifa za kisiasa kwa sababu wana kesi mbalimbali zinazohusiana na ufisadi. This body are ready to gather votes for Jubilee Party. Tumeamua na kusimama imara kidete kama akina mama kutoka Uasin Gishu County. Na tumeamua tutatembea kote kote katika nchi hii yetu ya Kenya, katika Uasin Gishu County, kuona kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 party yetu ya Jubilee itaongoza by far. Just very brief. The law is very clear on that issue. I don't think it is something for the civil society to debate or to say. The law is very clear. The requirements the requirements for one to be able to vie for political office. This is the same civil society that attempted to stop Uhuru Kenyatta and William Ruto from running. This is the same civil society that went across our country and our county particularly picking fake witness reports in order to take them to ICC. This is the same civil society that was part of the presidential election petition. So it's not new. This is what the civil society does. It is how they remain relevant and it is how they are able to raise funds. So I don't think we can fault them. They are within their right to do that. But they don't make the law. We know what the law of Kenya is. I acknowledge the women of Uasin Gishu County who vied for various seats. Many of them vied for woman representative alongside me, and there are those who vied for positions of MCA all over Uasin Gishu County. We do know that in Uasin Gishu, only one woman MCA did make it. And I have, as soon as I was announced as the winner, one of the things I did was reach out to each of these women, and I told them that the fact that they dared to stand shows that they are leaders in their own right. And I reached out to them and said, let us work together because the work ahead of us is for them, not for me. So I want to appreciate my sisters here and pledge that I will work with them. And I appreciate them for reaching out and saying, we will work with you and support me. And baadhi ya waliokuwa wagombea huru wa urais katika uchaguzi wa mwaka huu wameamua kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa vyama vya ushirika Joe Nyaga. Wagombea hao wamesema kuwa Nyaga ana nafasi kubwa ya kushinda katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu Lofty Matambo yuko katika maeneo ambapo wagombeaji hao walikuwa wametoa taarifa yao hii leo na wanaungana nasi hivi sasa. Lofty, hebu tueleze sababu za hawa watatu kujiondoa kwenye kinyang'anyiro ni gani? Asante sana mwenzangu Mashirima. Kumbuka kwamba kipute hiki cha kuwania kiti cha urais nchini Kenya katika uchaguzi mkuu ujao kimevutia wagombeaji takriban 15 na zaidi ya 10 hao ni wagombeaji huria. Mmoja wao ni Joseph Nyaga ambaye ni waziri wa zama wa vyama vya akiba na mikopo hapa nchini. Ameamua kwamba atawania kiti hicho. Kumbuka alivyotangaza azma yake ya kuwania kiti hichi tarehe 6 mwezi huu Mei, alikuwa peke yake, lakini sasa hivi amevuta wenzake, na kama alivyotangaza, kama alivyotoa mwaliko wake kwa vyombo vya habari, ni kwamba wale wagombeaji wengine huria kama yeye watakuja kumuunga mkono. Lakini kilichotushangaza sisi kama wanahabari hapa, tumefika tukaona kumbe ni watatu peke yake ambao wamefika hapa kumuunga mkono. Mmoja ikiwa ni mchungaji Peter Odeng, kumekuwa na Muthiora Eliud, na mwingine ni David Munga Mwadende ambaye wamekuwa hapa kuzungumza. Na umeuliza swali zuri, sijui atuambie yeye mwenyewe sababu zaidi za kutafuta wenzake wajiunge naye kama hawa zilikuwa zipi. Karibu sana bwana Nyaga. Asante sana. Kwenye KTN News. Asante. Sababu ya wewe kutafuta wenzako wajiunge na wewe ilikuwa nini, ama ni hao ndo walikutafuta? Tuanze kwanza. Nataka, unajua kesho ni Ramadhani. Nataka kuwa wish our brothers wote wa Islam katika Kenya Ramadhan Karim. Kwa sababu hiyo mahali wanaelekea sasa
ni mahali pazuri. Watu wakijua Mungu ndio nchi inaendelea. Kwa hivyo Ramadhan Karim, sisi kama independent candidates tumekutana kwa sababu tuko wengi, na si hawa tu ambao umeona siku ya leo, ni MCAs, kuna wale wengine ambao unawajua wote, na sasa tunaanza kushikana within your group ya wale tunawaita independent. Kuna watu ambao programs zao na policies zao zinafanana, zimekaribiana sana. Hawa ni watatu ambao tulipokaa chini tukaonea kwamba yale walikuwa nataka kufanya na kuendesha ndio hata mimi nataka kuendesha nikipatiwa hii nafasi. Si mambo ya kutafutana ama kutafutwa, ni tumekutana kwa sababu tuko kwa mikutano na tumeanza kujuana, na ukizungumza na wengine unasikia huyo na wewe, hiyo ni different system. Vile vyama pile ilivyo. Hawa watatu ndio mwanzo tu, utaona wengine. Utatafuta wengine zaidi ama tutatafutana kwa sababu sisi we are brothers and sisters. Tutatafutana. Wakenya wanaelewa na wamekuwa wakijua kwamba kipute hiki ni cha wawili, vigogo wawili, wengine wakaita farasi wawili. Je, wewe ni miezi miwili imesalia, unajiweka katika nafasi gani kuweza kunyakua kiti hiki cha urais nchini Kenya? Nimemwambia hapo mbeleni ya kwamba hata Gambia, hata France, hata Trump watu walifikia hivyo tu. Gambia ilichukua miezi 3, mtu ambaye hakujulikana na akashinda serikali na opposition na akawa president. Hata sisi tuna nafasi. 2 months in a life of politics is a long time. Hiyo nilisema ni Churchill alisema hivyo. Kwa hivyo hata sisi utaona, kwa sababu sisi si farasi. Nimewambia tena, sisi si farasi. Nyinyi nini? Sisi ni buni, ostrich. Jina langu kwa lugha yetu Nyaga ni buni, ostrich. Na ostrich inakimbia double speed ya horse. 2 months is enough kushinda rafiki yangu Raila na kushinda rafiki yangu Uhuru. Umekuwa ukijulikana sana kwa kujitokeza katika hali ambayo wengi wanashindwa namna gani. Ulikuwa katika muungano wa Pentagon, na kule utokako Mlima Kenya kila mtu anaimba wimbo wa Jubilee, wimbo wa Uhuru. Je, unavyofanya vitu kama hivi unaona kwamba utapata uungwaji mkono kutoka eneo utokalo? Hapa mbele ni kuwa KANU, watu wa Mountain wakiwa DP. Kwa hivyo nina historia ya kuwa Mkenya. I'm confident wakati huu. Wewe utajionea. Umesikia vile huko chini watu wanazungumza. Tutatoa kura Mount Kenya East, na tutatoa kura Kenya nzima, kwa sababu kuna watu wengi Kenya nzima kutoka Nyanza, kutoka Rift Valley ambao wanakubaliana na yale tunafanya. Kwa hivyo I'm confident ya kwamba barabara ambao tumeanza itatufikisha huko State House. Asante. Naam, shukrani sana. Bila shaka asante kwa kuzungumza na KTN News Kenya. Ukipenda moja kwa moja ni mgombeaji urais huyu Joseph Nyaga, umri wa miaka 69 pale na unusu, ameingiza nusu katika ule umri. Anasema yuko tayari, yeye si farasi, yeye si punda, yeye ni mbuni, na yuko tayari kabisa na muungano wake huu kuhakikisha kwamba wataweza kusonga mbele. Awali wametuarifu kwamba hawaje usajili huu muungano, na si muungano bali wanatafuta tu jina la kujileta pamoja ili waweze kupigana na Rais Uhuru Kenyatta ambaye anawania kiti hiki kwa muhula mwingine, alafu vile vile mgombeaji wa NASA Raila Odinga. Mashirima, kumbuka kwamba kulingana na mwongozo wa sheria za uchaguzi za IEBC, kipengele kile cha 137 kinazungumzia kuhusu wagombeaji hawa ambao wanafaa kutafuta sahihi zaidi ya 2,000 kutoka kwa kaunti zaidi ya 23 kunako kaunti 24 ili waweze kujirusha katika hii kipute. Kwa hivyo hawa waliojiunga na Nyaga hawakusema haswa sababu nini ya kukibwaga kipute hiki. Wamesema tu wanajiunga ama wanamuunga mkono Nyaga, lakini hatujui
kama wameshindwa kupata hizi saini ama labda kuna sababu zinginezo. Kwa hivyo tutakuwa tunaangalia zaidi na kukodoa macho kuona kipute hiki kinakwenda namna gani. Manake Bwana Nyaga anasema ni mwanzo tu, ndolele, ngoma bado, wataendelea kutafuta waone kama watapata wale wagombeaji wengine huru wajiunge nao. Kumbuka kuna huu muungano wa wagombeaji huru ambao ulibuniwa Jumamosi iliyopita, wanasema hawako katika muungano ule, hao wako kivyao. Kwa hivyo ndo hayo Mashirima kutoka hapa. Ni Lofty Matambo, asante sana. Asante sana Lofty Matambo hapo akiwa anatuarifu kuhusiana na wagombea huria wa urais ambao wameamua kuweka kando azma yao ya kuwa rais na kumunga mkono Joseph Nyaga. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini hivi punde tutarejea na sehemu yetu ya mdahalo ambapo tunazidi kuzungumzia mambo ya siasa. Hapa studioni tuko naye mwakilishi wa kike wa Trans Nzoia ambaye ni Janet Nangabo. Atakuwa anatuelezea kwa nini anataka kutetea kiti chake kupitia chama cha Jubilee